mtu mwema, mtu mnyofu, mtu Mungu amehukumiwa na binadamu, mamlaka ya kibinadamu, afe, atoe roho yake. Anashtakiwa kwa kusingiziwa, sio kwamba yaliyosomwa hapa ndiyo kweli aliyofanya. Kusingizia. Watu wanajipanga, na ukisikia unadhani kuna ukweli ndani yake, lakini kwa vyovyote hakuna ukweli. Sasa wapendwa, hii tuliyosikia ni historia ya hukumu ya kutunga ya mtu mwema, matukio ya kubambikizia mtu ya mtu mwema. Hiyo kitu hata siku hizi huwa tunasema kuna kubambikizia. Sasa kama mahakimu mko hapa wapendwa, yani lazima tuongee mambo mengine wazi wazi. Mahakimu mko hapa, au kama hawako muwapelekee habari. Kama kweli mbele ya conscience, dhamiri yako huoni kosa juu ya mtu huyo, halafu unaandika kama unaona kosa, dhamiri yako kama haikushtaki, wewe umeshakuwa muhuni. Hakimu na mahakama ndio mahali pa juu kabisa pa kupata haki, nadhani duniani, lakini hata kwa katiba ya nchi yetu ndio chombo cha juu kabisa cha kupata haki. Awe ni tajiri, awe ni maskini, haki. Sasa hakimu, kama unaangalia sura ya mtu kabla, unaangalia sura ya mtu alafu ndio unaamua makosa, uhuni. Kama unaangalia sura ya mtu, lazima uamue kuendana na jinsi mwenendo wa kesi ulivyoenda.